Kwa nini ni muhimu kutumia kitunguu swaumu katika matibabu yako ya presha unapokuwa nyumbani? Na hasa pale unapogundua presha yako imepanda ghafla na unahitaji huduma ya kwanza. Kitunguu swaumu imekuwa ni msaada kwa watu wengi wenye presha. Na leo nitakueleza kwa nini kitunguu swaumu ni moja ya vyakula vyenye uwezo mkubwa sana wa kushusha presha ama kutibu tatizo la presha ya kupanda pamoja na changamoto za moyo. Na mimi huwa na washauri watu ukiona presha yako imepanda ghafla, tumia kitunguu swaumu. Lakini pia hata kwenye product tunazozitengeneza sisi za kusaidia watu kutatua changamoto za presha na moyo, huwa hatusahau kuweka ingredients za kitunguu swaumu. Na hii ni kwa sababu kitunguu swaumu huwa ina kirutubisho maalum kinachoitwa allicin. Hiki ni kirutubisho kinachozalishwa na kitunguu swaumu pale unapokitwanga kitunguu swaumu au pale unapokikata. Unapokikata tu au kitwanga huwa kinazalisha hiyo kemikali ambayo inaitwa allicin. Sasa hii allicin ina uwezo wa kushusha pressure kwa kiasi kikubwa sana. Mfano, allicin ambayo iko kwenye kitunguu swaumu ina uwezo wa kushusha pressure ya juu ambayo tunaita systolic pressure kutoka kwenye 3.75 mpaka 8.6 milimita za zebaki. Kwa hiyo unaona inavyoweza kushusha pressure. Tunaposema systolic blood pressure, maana yake ni shinikizo la damu kwenye mishipa ya damu pale moyo unapokuwa unasukuma damu kwenda kwenye sehemu mbalimbali za moyo. Kwa hiyo allicin ina uwezo wa kushusha ile pressure kutoka 3.75 mpaka 8.6 milimita za zebaki. Kwa maana yake huyu mtu kama pressure yake ilikuwa, tuchukulie mfano, ngoja nipige hesabu hapa kidogo. Tuchukulie mfano pressure yake ilikuwa inasoma 150 ya juu, alafu ya chini inasoma 90. Kwa hiyo akitumia kitunguu swaumu kina uwezo wa kuishusha hii ya juu ambayo ni 150 kutoka kwenye 150 mpaka kwenye 141.4, kwa sababu systolic ina uwezo wa kushushwa na kitunguu swaumu kutoka kwenye 3.75 mpaka 8.6. Kwa hiyo ya juu kama ni 150, ukitumia kitunguu swaumu chukua 150 toa 8.6, utabaki na 141.4. Tayari pressure yako ya juu ambayo ni systolic itakuwa imeshuka. Lakini pia allicin ambayo ni kemikali inayozalishwa na kitunguu swaumu ina uwezo wa kushusha pressure ya chini ambayo tunaita diastolic blood pressure kutoka 3.39 mpaka 6.1 milimita za zebaki. Na hii diastolic tunasema ni mgandamizo wa damu kwenye mishipa ya damu pale moyo unapokuwa umepumzika, unasubiri kudunda tena ama unasubiri kusukuma tena damu unapokuwa umepumzika. Kwa hiyo kitunguu swaumu kina uwezo wa kushusha kutoka kwenye 3.39 milimita za zebaki mpaka kwenye 6.1. Kwa hiyo wewe kama pressure yako ni 150 ya juu, ya chini ni 90, basi hii ya chini ambao ni diastolic ukitumia kitunguu swaumu ina uwezo wa kushuka mpaka kwenye 83.9, kwa sababu kitunguu swaumu kina uwezo wa kushusha kutoka kwenye 3.39 mpaka kwenye 6.1. Kwa hiyo tunachukua 90
ambayo ni pressure ulionayo kwa sasa ama alionayo huyo mgonjwa imepanda, tunatoa baada ya kutumia kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu kina uwezo wa kushusha milimita za zebaki mpaka 6.1. Kwa hiyo tunachukua 90, tunatoa 6.1, tunabaki na 83.9. Kwa hiyo kwa kutumia kitunguu swaumu kwa mtu mwenye pressure ya 150 chini ya 90, kwa kutumia kitunguu swaumu tu ana uwezo wa kushusha pressure yake tena kwa haraka sana kufika kwenye 141.4 chini ya 83.9. Hii ndo nguvu ya kitunguu swaumu. Hapo ni ametumia mara moja. Kwa hiyo akitumia mara 2 au mara 3 au mara 4 tu, asubuhi amemeza kitunguu swaumu, labda punje 2 au 3 za kitunguu swaumu, mchana kameza punje 2 au 3 za kitunguu swaumu, jioni akameza. Kwa hiyo utakuta pressure yake inaporomoka kutoka kuwa kubwa kuwa pressure ya kawaida. Na hapa tunasema unapotumia kitunguu swaumu usizidishe matumizi, kwani inaweza ikashusha pressure ikatoka kwenye kuwa pressure ya juu ikaenda kwenye kuwa pressure ya chini. Hii ndo nguvu ya kitunguu swaumu. Hii ndo nguvu ya kitunguu swaumu. Sasa kitunguu swaumu ina faida zipi kwa mgonjwa wa pressure, ama inashushaje hiyo pressure? Kwanza, kitunguu swaumu huwa kinasababisha mishipa ya damu kuwa mikubwa, tunaita vasodilation. Inasababisha mishipa hiyo itanuke. Kwa hiyo mishipa ikitanuka itaruhusu damu kuflow vizuri bila kuwa na shinikizo lolote lile. Hivyo pressure itashuka. Lakini pia kitunguu swaumu huwa kinafanya kazi ya tunasema kufanya moyo wako ufanye kazi kwa uhuru. Pressure inapokuwa juu, moyo ni kama unakuwa umebeba mzigo mkubwa. Moyo ni kama unakuwa unatumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye sehemu mbalimbali ya mwili. Sasa unapotumia kitunguu swaumu kinakuja kufanya ule moyo kama utue mzigo. Kwa hiyo moyo unakuwa huru. Moyo unatua mzigo, ule msongo ama shinikizo ambalo moyo unakuwa nao unapungua. Ni kama moyo unaingia kwenye mapumziko ghafla na unaanza kufanya kazi yake vizuri pasipo kusongwa na kitu chochote. Kwa hiyo moyo kishaanza kufanya kazi vizuri, pressure inashuka. Lakini kitunguu swaumu kazi nyingine huwa kina elementi za kulinda ule uzio wa ndani wa mishipa ya damu usiweze kuathirika ama usiweze kuharibika. Kwa ile uzio wa ndani, mishipa ikishalindwa tayari itafanya kazi vizuri, na inalinda kwa kuondoa inflammations, kwa kuyeyusha vivimbe, kwa kuondoa mafuta machafu. Mwisho wa siku mishipa inakuwa huru. Ikishakuwa huru, basi na uwezo wa kupitisha damu vizuri, na damu ikishapita vizuri bila kuwa na msongo wowote, pressure yako inashuka. Faida nyingine